Usimwambie Mungu kuhusiana na matatizo yako, ila matatizo yako yanatakiwa yajue ukubwa wa Mungu wako. Hapo ndipo utaanza kuona maisha yako yanaanza kubadilika, kwa sababu tunachokisahau ni kwamba Mungu yeye ni muumba wa mbingu na nchi. Kwa hiyo vyote vilivyomo ndani yake vimetokana na yeye. Yeye katika Isaya anatupa clarity ya kwamba yeye ni Mungu ambaye ameumba dunia na akaifanya ikaliwe na watu, na wala hakuumba ukiwa wala utupu. Na katika Mwanzo 1:1-2 inaonyesha ya kwamba dunia palikuwa tupu na palikuwa na ukiwa, lakini alipokuja yeye akafanya iwe nuru, na ikawa nuru, na ikawa ni sehemu salama watu kuishi. Kwa hiyo kitu pekee ambacho unatakiwa ujue asubuhi ya leo au siku ya leo ni kwamba lolote lile ambalo unalifesi kwenye maisha yako, hilo jambo linatakiwa lijue kuhusiana na ukubwa wa Mungu wako na sio malalamiko yako kwa Mungu. Mara tu utakapo apply hii principle, utaanza kuona zile sehemu ambazo ulikuwa unakwama na hauwezi kupita, umeanza kupita sasa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeanza kuzionyesha ukubwa wa Mungu aliyepo ndani yako, kwa sababu Mungu yeye anasema ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo pale tu utakapogundua siri hii, maana yake utaacha kulalamika na wewe utaanza kuomba maombi ya imani ya kutoka kwenye hiyo changamoto. Issue ni hii, kuingia katika changamoto ni jambo ambalo lipo kwa kila mwanadamu, lakini kudumu kwenye changamoto linategemea udhembe wako wa kutumia ile nguvu ya Mungu ambayo ipo ndani yako. Kwa hiyo kuanzia leo na kusihi sana, jitahidi kuonyesha tatizo lako ukubwa wa Mungu wako ili uweze kuvuka viwango na viwango na viwango. Mungu kubariki.